Tunisia ni unyama mwingi eh, jambo linakwenda vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu. Hali ya hewa hii Baridi linazidi kuchipua hasa majira ya jioni kuanzia saa 12 hivi, baridi linazidi kuwa kali kwa kweli, lakini cha kumshukuru Mwenyezi Mungu jana leo hakuna mvua maeneo haya ya Tunis. kwa hali ya hewa hii ya ubaridi huu inaweza ikawa na athari yoyote? Inaweza ikawa, inaweza isiwe, kwa sababu mara nyingi wachezaji wakishaingia uwanjani wakicheza dakika 10 za mwanzo, zile hali ya baridi ikitoka ile wanakuwa katika hali ya kawaida, lakini wachezaji tuliokuwa nao tayari wana experience ya kutosha na hali ya hewa kama hii. Kwa mfano wachezaji ambao wametoka kwenye timu ya taifa Kapombe, Kagoma, Kibu Dennis, Maurice Abraham wametoka kwenye hali ya hewa kama hii wiki 2 zilizopita pale Morocco AFCON. Tena ilikuwa ni baridi kali zaidi ya hii hapa ambayo iko Tunisia. Kwa hiyo hao tayari wana ile uzoefu wa hali ya hewa kwa maana ya climatization. Lakini hawa wengine ambao wako hapa mataifa yanayotoka wanakutana na hali kama hizi. South Africa kuna wakati kuna baridi kama hili, lakini wengine kutokana na mizunguko ya kimpira wa miguu wameshakutana na hali ya hewa kama hizi. Kwa hiyo haiwezi kuwa na athari kubwa sana ya kututia mashaka wana Simba. Sawa, leo ni siku moja kabla ya mchezo, mazoezi ya mwisho ikoje? Leo ni mazoezi yetu ya mwisho kuelekea mchezo wetu kesho ambao utapigwa majira ya saa 11 kwa saa za hapa Tunisia, sawa na saa 1 kwa saa za nyumbani Tanzania. Na tumefanya mazoezi pembezoni mwa uwanja wa Hamad Al Greb Rades, ambapo kiasili siku ya leo tulipaswa kufanyia mazoezi katika uwanja wa mechi, lakini maelekezo ambayo tumeyapata kutoka kwa wasimamizi wa mchezo huu ni kwamba hatuwezi kufanya mazoezi katika uwanja mkubwa kwa sababu uwanja haupo katika hali nzuri. Hapa Tunisia kuna mvua kubwa zinanyesha, takriban wiki nzima kumekuwa kuna mvua kubwa kiasi cha kupelekea mafuriko. Kwa hiyo hata hali ya uwanja haiko vizuri sana, na mbaya zaidi jana kwa maana jana Alhamis imechezwa mechi ya dabi hapa kati ya Club Africain na ES Tunis. Kwa hiyo uwanja umetibuka kidogo. Hofu ya wasimamizi wa mchezo wetu ni kwamba endapo tungefanya mazoezi hii leo, manake tungeutibua zaidi uwanja na kesho tungecheza katika picha ambayo haipo kwenye standard yake. Ushauri wao wa kitaalamu ni kwamba leo tusifanye mazoezi hapo, tufanye mazoezi katika uwanja huu wa pembeni, na baada ya mazoezi tutakwenda kutembelea uwanja kwa maana pitch feeling, na baada hapo kesho tutaendelea na mechi kama kawaida. Kuto kufanya mazoezi katika uwanja husika kunaweza kuwa kuna athari yoyote? Yes, kuna athari kidogo. Kitendo cha CAF ama kanuni za mpira kuruhusu ufanye mazoezi siku moja kabla mechi, walikuwa wana maana yao. Kwa hiyo ukikosa hiyo nafasi inakuwa ina athari, kwa maana kesho yake unakwenda kucheza katika sehemu ambayo kwako ni ngeni, lakini mara nyingi huwa inatokea hivyo. Unajikuta siku moja kabla ya mchezo mnashindwa kufanya mazoezi kutokana na sababu mbalimbali ambazo ziko nje ya uwezo wenu, lakini haiwezi kutuathiri sana kwa sababu tukitoka hapa tunakwenda kuangalia uwanja, na katika muda wa mkutano na waandishi wa habari kocha Steven Becker aliutembelea uwanja, ameuona hali yake, na baada hapa wachezaji wote watautembelea uwanja, watauona hali yao, na kesho kwenye mazoezi itakuwa ni sehemu ya kustadi uwanja kwa haraka, na baada hapo tutaingia kwenye mechi. Tuje kwenye mazoezi ya mwisho, umekionaje kikosi? Kwa mujibu wa kikosi cha leo mwalimu tayari ameshapata wachezaji wa kwenda kuwatumikia kesho, kwa maana kikosi cha kwenda kuanza kesho, na nimetazama mazoezi ya leo kwanza yana intensity kubwa, yani wachezaji yani hawaonyani huruma. Unajua ile mkiwa mnaelekea kwenye mechi mnakuwa mnagusagusa kidogo tu, lakini hapa watu wanacheza kazi kweli kweli. Ukija kwa haraka
picha unaweza ukafikiri hii ndio mechi yenyewe, kumbe kiuhalisia watu wako katika mazoezi, wanafanya mazoezi magumu, wanafanya mazoezi makubwa, mazoezi ya nguvu kuhakikisha kwamba wanacho kitrain hii leo wanakwenda kukifanyia kazi kesho. Mazoezi ya leo yanatia matumaini makubwa na yanatoa morali kubwa kwa wachezaji. Mimi naamini kilichofanyika leo katika uwanja wa mazoezi tukienda kukifanya kesho katika mechi walau kwa 70%, tuna uwezo wa kupata matokeo mazuri sana. Hebu tupe siri kidogo katika kile kikosi ulichokiona. Nitaje mmoja mmoja au ikiwezekana? Acha tufanye surprise ili kesho watu waje waone kikosi chao, lakini kikosi kina mabadiliko makubwa. Mabadiliko yako katika namna mbili. Badiliko la kwanza ni badiliko la wachezaji mmoja mmoja, alafu badiliko la pili ni morali waliokuwa nayo wachezaji, na haya ndio ambayo tunajivunia nayo kuelekea katika mchezo wa kesho. Mwalimu Steven Becker ndani ya kipindi cha muda mfupi hiki amefanya mabadiliko makubwa sana kwa mchezaji mmoja mmoja, lakini kama haitoshi namna ya kuboost morali ya wachezaji, kitu ambacho amewaambia ni kwamba kwenye Champions League unashinda kwa ubora, lakini unashinda kwa kupambana. Kwa hiyo wachezaji vile vile wanajiboost wenyewe kwa wenyewe, namna gani wanaweza kwenda kupambana dhidi ya Esperance. Lile jitu refu linaanza mwili jumba anaitwa Ismail Olivier Traore. Yupo. Sasa siwezi kukwambia anaanza ama aanze, kwa sababu tutakuwa tumevujisha pepa ya nekta. Tuwe na subira kidogo, lakini kuna mabadiliko makubwa sana kwenye timu yetu kuelekea kesho. Jina la Chama limekuwa maarufu sana hapa Tunisia. Chama ni mchezaji mkubwa wa Afrika. Katika hali isiyokuwa kawaida, kwenye mkutano wa waandishi wa habari leo, mwandishi mmoja wa Kitunisia akamuuliza mwalimu Steven Becker, umefanya mabadiliko kwenye timu yako, umemsajili Chama. Je, wenyewe wanaita Shama, Chama inawashinda, wanaita Shama. Umemsajili Shama, unadhani anaweza kuongeza nini kwenye timu yako kwenye upande wa kiufundi kutokana na uzoefu aliyokuwa nao? Ukiangalia dirisha dogo hili tumesajili wachezaji 5 mpaka sasa, na wote tuko nao hapa Tunisia, lakini specific swali la mwandishi limetaja jina la Chama. Maana yake ni kwamba kwanza wanajua Simba wamemsajili Chama, lakini wanajua Chama ni mchezaji wa aina gani, na hivyo wanataka kupata maoni ya mwalimu. Je, kitu gani Chama anakuja kubadilisha ama kuongeza ndani ya timu yetu ya Simba Sports Club? Hiyo inakuonyesha dhahiri shahidi kwamba tumefanya usajili bora, na hata wapinzani wetu vile vile wanapata mashaka ya nafsi kwamba hawa Simba Sports Club tumechelewa kucheza nao, tungecheza nao walau mechi za kwanza zile, lakini sasa kucheza na Simba ya Chama itakuwa ni kazi ngumu kweli kweli kwa upande wetu. Zungumza na wanasimba. Neno moja muhimu kwa wanasimba ni kwamba Simba ndio tunaianza Champions League. Despite the fact ya kwamba tumeshacheza mechi 2 huko nyuma, lakini Simba ndiyo tunaianza Champions League. Mechi 2 za nyuma hatujapata kitu, lakini ligi ya mabingwa yetu sisi tunaianza hivi sasa, na kama safari yetu ya ligi mabingwa tunaianza hivi sasa, maana yake ni kwamba tunatakiwa na Simba kusahau matokeo yaliyopita, tunatakiwa na Simba kusahau yote yaliyopita. Sasa wana Simba tuangalie tunamshughulikiaje Esperance mechi 2 zote hapa na nyumbani Tanzania, na mechi 2 za mwisho. Na cha kufanya hivi sasa wana Simba, kwanza tuwe wamoja, tushikamane, wote tuzungumze lugha moja, wote tupambane kuisaidia Simba yetu, wote tuhakikisha kwamba kila mtu anatoa mchango wake wa kimawazo, wa dua, wa ushauri, namna gani tunaweza tukavuka hapa tukaenda hatua ya robo finali. Sisi tayari tuna standard yetu. Failure yetu kwenye ligi ya mabingwa Afrika huwa ni robo finali. Hatujawahi kuishia hatua ya makundi, na kwa mantiki hiyo tunapaswa kusimamia hapa ya kwamba hatutakiwi kuishia hatua ya makundi. Lakini tunavukaje hapa? Tunavuka tukisimama kwa falsafa yetu ya Simba nguvu moja. Mimi ni waombe wana Simba, tena ni waombe sana, huu ni wakati wa kushikamana, huu ni wakati wa kupambana, huu ni wakati wa kuiokoa Simba yetu. Kwa ugumu wa mchezo wa kesho ama kwa ugumu wa kucheza dhidi ya Esperance,
kupata matokeo chanya mbele ya Espoir, kwa sababu ili tuweze kufufua matumaini yetu tunahitaji kupata alama aidha 6 kwa Esperance ama kupata alama 4 kwa Esperance. Tukifanikiwa hivyo tukachukua alama 4 kwa Esperance ama alama 6 kwa Esperance, Simba anakwenda hatua ya robo finali. Sasa kupata alama hizo mbele ya Esperance sio kazi ya Steven Becker peke yake, sio kazi ya Mangungu peke yake, wala sio kazi ya Magori peke yake, wala sio kazi ya bodi ya wakurugenzi peke yake, wala sio kazi ya wachezaji peke yake. Kupata alama 4 ama kupata alama 6 mbele ya timu ngumu na kubwa aina ya Esperance ni kazi ya kila mwana Simba, kila mwenye damu ya Simba, kila mwenye moyo wa Simba, kila mwenye mapenzi ya dhati na Simba. Hii ni kazi yetu sote kuhakikisha kwamba Simba tunapata alama 6 ama alama 4 mbele ya Esperance, na kazi hiyo ianze sasa. Kila mchango hapa unatakiwa iwe dua, iwe sala, iwe kufunga, iwe maombi, chochote unachoweza kufanya mwana Simba kwa ajili ya kuisaidia Simba yako, huu ndio muda sahihi.